Mechi ilikuwa nzuri, nafikiri tumechukua vipindi vyote viwili, tukawa kwenye control ya mechi, tumetengeneza nafasi nyingi sana. Issue ilikuwa ni umiliki wa mpira, lakini pia create chances na kufanya masahisho vizuri kwenye defense yetu. So imetulipa kwa sababu tuliapply kwamba first half at least kama tunaweza kumaliza mechi tufanye hivyo, na kweli mipango yetu imeenda vizuri. Second half tulihitaji goli moja angalau la kuwa morali yao, pia tukafanikiwa kwenye hicho kitu. Baada ya kupata goli la tatu tulihisi kabisa kwamba morali ile tumeiua. So kilichohitajika sasa ni kuwa kwenye control ya mechi, kwamba tusipoteze mpira sana na tuweze kuenjoy, tuweze kucheza football kwa ajili ya washabiki wetu, kwa sababu hakuna sababu ya kuwa na pressure. Mwalimu, tukiangalia namna ambavyo game ilikuwa siku hii ya leo, ulibadilika kimpango kwa maana ya ulienda na mfumo wa mabeki watatu, lakini katikati kaweka watu watano. Mwana Kibuta leo katika jukumu jipya la wingback wa kulia, tukaona performance bora. Nini ambayo ilikuwa siri kubwa sana mpaka kufanya machaguo na mabadiliko ya muundo? Cha kwanza ilikuwa ni kucheza kwenye weakness ya kwao, kwa sababu last match tuliona kama wana udhaifu kwenye defense yao katika mechi ambazo zimepita. So mahali ambapo ana udhaifu una overload kidogo namba ya watu wenye experience ya kuattack. Lakini la pili ilikuwa ni lazima kwenye mpira mtegane, mwekane mitego ambayo mwenzio kama anakuja na idea anakutana na idea nyingine uwanjani. So ile moment ambayo inamshughulisha yeye kufikiri kwamba alijipanga, alikuja na mpango huu, ndio moment ambayo wewe una change na unakuwa unatumia advantage ile. Kwa hiyo yeye alikuja akiamini labda maybe Edgar tutamweka pembeni, sijui umeelewa, then confusion ile ya fullback ambaye kajiandaa kumkaba Edgar iko center. So mpira ni mchezo wa kutegana, namna ambavyo mnavyotegana na kile ambacho mnaweza kukipata kwenye mechi, analyze vizuri opposition team, then ukaja na mpango mkakati. Ule muda ambao mwenzio anashughulika ndio muda ambao mnakuwa mnacheza nyinyi, mna capitalize. So ilikuwa ni game plan kwa ajili ya TRA. Mechi ya pili mfululizo mnamwamini Faraji Kayanda mbele ya senior players, lakini pia leo tumeona performance yake nzuri kwenye mipira ya juu. Amekuwa ni mshindi katika mapambano yote dhidi ya wachezaji wa timu pinzani. Kitu ambacho mlikispot kwa haraka kwa ni nini? Energy ya Kayanda siku zote nimekuwa nikizungumza kwamba ana energy nzuri, lakini pia ni mtoto ambaye ana kitu, so anahitaji kudevelop kwetu sisi, na kumdevelop mtu ni kumpa confidence. Somehow tuna wachezaji ambao wako na experience, ni wakubwa ndio, lakini kuna kile kitu ambacho kinachohitajika kwa ajili ya mechi. So washabiki wanaweza kuwa wanahitaji labda profile ya mtu icheze, lakini sisi tunaangalia kile anachokifanya mtu mazoezini. Lakini kama yeye haitoshi, pia mechi kama hizi tunawatumia kidogo watu ambao wanaweza kushusha pressure kwenye timu, then wachezaji kama kina Waziri Junior, kina Elias Maguli watakuja mahali ambapo timu yani wako karibia kuja, lakini timu at least pressure ikawa imeshaisha. Sasa hivi kwa namna ambavyo tunavyocheza, ina maana tunajitengenezea ule ukubwa baadhi ya timu kutuogopa. So hiyo sasa inatutengenezea ile fear factor sisi kiwanjani, kwamba mtu anakuja na mpango wa kujilinda, tofauti na ambavyo tulivyokuwa awali kwamba mtu alikuwa anaona kwa huyu tunaweza kuchukua point. Lakini kwa hiki tunachokitengeneza lazima utumie nguvu kubwa sana ya kupambana kutengeneza uoga kwa mpinzani wako. Ndicho hiki tunachokifanya na watu ambao wako kwenye mpango huo ndio. Mwalimu, Dodoma Jiji inakufurahisha kwenye eneo gani ambalo wanafanya 100% ya kile kitu ambacho nyie kwenye uwanja wa mazoezi mnachofanya? No, setup ya Dodoma Jiji iko vizuri kwa sababu mipango yao na wenyewe wanakuwa wanatushirikisha, viongozi wanatusapoti katika kuandaa mechi zetu, pia wanatusapoti kututengenezea mazingira ya kisaikolojia ya wachezaji, lakini pia namna ambapo wanapoweka zile hamasa. Unajua uongozi unapoweka hamasa ndani yake, hii haiji from nowhere, ni kwamba ndani yake kuna motivation ambayo inatoka kwenye management. So zile hamasa ambazo viongozi wanazotupatia sisi, maybe bonus, si ndio? Maandalizi yenyewe ya mechi kwa maana viwanja vya mazoezi na namna ambavyo wanavyotusapoti ndio inatengeneza ushindi, kwa sababu ushindi huo hauwezi kuwa wa mwalimu ama mchezaji. Yaani ni kundi la watu ambao lililopo, lakini kama hii haitoshi, unaona pia tuna madeni ya kuwalipa washabiki. Tuliperform vizuri mechi ya JKT, mechi ya Mbeya City, tukasema kwamba tunapokuja hapa nyumbani tuwalipe ile performance washabiki wetu ambao wana hamu ya kuja kutuangalieni. So tumekuwa na muendelezo huo pia.